Bwana Yesu na asifiwe. Mpenzi mtazamaji, asubuhi ya leo ni matumaini yangu ya kwamba usiku wako ulikuwa ni wa baraka na uliweza na kulala ukiwa mwenye amani, ukiwa mwenye tumaini kwamba hata kama jana mambo yamekuwa vile ambavyo yameweza na kuwa, umeweza na kuamka ukiamini kwamba siku ya leo ni siku ingine mpya. Ni siku ingine ambayo utaweza na kuona ukuu wa Mwenyezi Mungu. Ni siku ingine ambayo utaweza na kupatana na baraka za Mwenyezi Mungu. Ni siku ingine ambayo utaweza na kupatana na Mwokozi ama na Yesu mwenyewe akikunenea mema yake, akikubariki. Amini hayo yote na hakika unachoamini, unachojitamkia utaweza na kuona kikikutendekea. Basi karibu sana katika hiki kipindi cha Manyunyu ya Baraka, tuzidi kubarikiwa pamoja, kuinuliwa pamoja kupitia neno la Mwenyezi Mungu ambalo tunaletewa na mtumishi wake Reverend Salome Mutua kutoka kanisa la ABC Nguluni, Kangundo Pastorate, Machakos, Sub Quarter. Karibu tuzidi na kubarikiwa kwa pamoja. Karibu tena mpendwa msikilizaji katika somo letu la siku ya leo. Ningelipenda tukaweze kunena kuhusu kukaa katika maombi. Kukaa katika maombi. Na somo letu tutasoma katika kitabu cha Yakobo sura hiyo ya 5 mstari wa 15 tukafike mstari wa 18. Tutasoma neno letu la siku ya leo katika waraka wa Yakobo sura hiyo ya 5 na mstari ule wa 15 tukafike mstari ule wa 18. Neno la Mungu lasema, na kule kuomba kwa imani kutamuokoa mgonjwa yule na Bwana ataaminiwa. Hata ikiwa amefanya dhambi atasamehewa. Ungameni dhambi zenu nyinyi kwa nyinyi na kuombeana mpate kupona. Kuomba kwake mwenye haki kufaa sana, akiomba kwa bidii. Eliya alikuwa mwanadamu mwenye tabia moja na sisi. Akaomba kwa bidii mvua isinyeshe, na mvua haikunyesha juu ya nchi muda wa miaka 3 na miezi 6. Akaomba tena, mbingu zikatoa mvua, nayo nchi ikazaa matunda yake. Mfalme, tunakushukuru kwa ajili ya neno lako. Tunapolitazama, naomba ya kwamba ukaweze kunena nasi. Mfalme, tufundishe juu ya maombi. Mfalme, tufundishe siri iliyomo katika maombi. Mfalme wetu, wacha ukaweze kuwa na wakati nasi katika somo hili la maombi. Na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba. Amen. Mpendwa msikilizaji, ningelipenda tena kukualika katika somo la siku ya leo. Siku ya leo ningelipenda tukasome kitabu cha Yakobo sura hiyo ya 5 mstari wa 15 tukafike mstari ule wa 18. Ningelipenda tukajifundishe kuhusu kukaa katika maombi. Neno la Mungu katika kitabu hicho cha Yakobo sura hiyo ya 5 na mstari ule wa 15 kufika mstari ule wa 18, neno lasema ya kwamba, na kule kuomba kwa imani kutamuokoa mgonjwa yule, na Bwana atamuinua. Hata ikiwa amefanya dhambi atasamehewa. Ungameni dhambi zenu nyinyi kwa nyinyi na kuombeana mpate kuponywa. Kuomba kwake mwenye haki kufaa sana, akiomba kwa bidii. Eliya alikuwa mwanadamu mwenye tabia moja nasi. Akaomba kwa bidii mvua isinyeshe, na mvua haikunyesha juu ya nchi muda wa miaka 3 na miezi 6. Akaomba tena, mbingu zikatoa mvua, nayo nchi ikazaa matunda
yake. Mpendwa, neno hili maombi. Maombi ni nini? Maombi ni mawasiliano katikati ya mwanadamu na Mungu. Maombi ni wakati ambapo twatoa haja zetu mbele ya Mungu, ama hata tunapotoa hata sifa, hata shukrani kwa yale ambayo ametutolea. Sio tu kana kwamba maombi ni kupeana shida tulizo nazo ama haja tulizo nazo, lakini pia ni wakati ambapo tunamshukuru Mungu kwa mema ambayo ametenda kwa ajili yetu. Na wapendwa, siku ya leo ningelipenda kunena nawe kuhusu kukaa katika maombi. Kuna kuomba, lakini kuna tofauti ya kuomba na kukaa kila wakati katika maombi. Wakristo wengi nyakati hizi, shetani amechukua ushukani juu ya maisha yetu, na watu wengi tukasahau na kunena na Mungu wetu. Watu wengi uhusiano wetu na Mungu ukawa haupo. Ni kwa sababu labda tunawategemea watu ili wakaweze kutuombea. Lakini neno ambalo tumesoma, neno hilo limetuhimiza ya kwamba tukaweze kuomba. Hata wakiwepo wagonjwa watapona. Na pia imesema ya kwamba tukaweze hata kuungama dhambi zetu na tutasamehewa na Mungu wetu. Na neno linalonitia nguvu ni kuhusu mtumishi wa Mungu Elia, aliyekaa katika maombi. Neno la Mungu linasema alikuwa mwanadamu wa tabia kama sisi tulivyo. Alikuwa saa zingine ni mtu alikuwa angelichoka, angelisahau, labda angetitimia. Lakini neno la Mungu linatufundisha vile alivyokaa katika maombi na kuna mambo yaliyotendeka. Kwa hivyo wapendwa, tunapokaa katika maombi, jambo la kwanza tunaambiwa ya kwamba aliomba kusiwe na mvua, na kweli hakukunyesha. Hakukutokea hata mvua, hata tone la mvua halikutokea. Na hapo tunajua ya kwamba kuna uwezo wa kufunga katika maombi. Kuna mambo ambayo tukienda katika maombi tunaweza kuyafunga yasiendelee katika maisha yetu. Tunaweza kuyafunga yasiwe shida katika maisha yetu. Kwa hivyo wapendwa, unapokaa katika maombi unapata nguvu za kufunga mambo ambayo shetani huenda akaleta katika maisha yako. Shetani huenda akaleta katika kazi yako, katika jamii yako. Kwa hivyo wapendwa, tunapokaa katika maombi, Mungu anatupa uwezo wa kufunga mambo ambayo huenda yanatuandama, hata laana ambazo zinatuandama. Maana neno la Mungu linasema ya kwamba na Elia akaomba kwa muda wa miaka 3 pasiwe na mvua, na hapakutokea mvua. Jambo lile la pili, wapendwa, kuna uwezo wa kufungua katika maombi. Maana mstari ule wa 18 unasema ya kwamba akaomba tena. Wapendwa, kuna kuomba na kuna kuomba tena. Mtumishi wa Mungu akaomba mara tena. Akaomba, akamuuliza Mungu ili kukaweze kuwa na mvua, na hakika mawingu yalifunguka na pakawa na mvua. Kwa hivyo unapokaa katika maombi, Mungu anakupa uwezo wa kufunga na pia anakupa uwezo wa kufungua. Kuna mambo ambayo yatafunguka ukiwa katika maombi. Kuna mambo ambayo utaona njia zikipatikana ukikaa katika maombi. Kuna mambo ambayo wapendwa unaona ya kwamba hayaendelei,
labda ni kwa ajili nawe umesahau maombi, labda wewe umesimia katika kuomba. Ningelipenda tukaweze kuamuka na kukaa katika maombi, kujiombea na hata kuombea wenzetu, hata kuombea jamii zetu, ili yale ambayo haistahili kuendelea yakaweze kufungwa. Na sio ati ni kwa uwezo wetu, tusije tukajidai ya kwamba ni sisi tumefanya. Ni Mungu tu ambaye anayafunga, na ni Mungu tu ambaye anayafungua tena. Na hapo pia tuna mfano katika kitabu cha Samueli wa kwanza, sura ile ya kwanza. Tunasoma kuhusu mtumishi wa Mungu, mama aliyeitwa Ana. Kweli yeye tumbo lake lilikuwa limefungwa na Mungu mwenyewe, lakini alipoomba muujiza ulipatikana. Aliweza kufunguliwa na akabarikiwa na watoto. Kwa hivyo kuna kufunga na kufungua katika maombi. Tunapokaa katika maombi, wapendwa, kuna mambo ambayo yatafunguka, kuna njia ambazo zitafunguka. Na pia katika maombi katika maombi pia, wapendwa, tunapata ya kwamba tunapata nguvu za kuendelea. Walioomba, waliokaa katika maombi, hata waliokuwa wanyonge, Mungu aliwapa nguvu wakaendelea. Na hata katika safari zetu, katika mambo tunayotenda, ukiwa mtu ambaye unakaa katika maombi, wapendwa, hautashindwa, utaendelea. Mungu atakupa nguvu siku baada ya ile ingine, na utaendelea. Maana kuna uwezo wa kuendelea katika maombi, kuna uwezo hata wa kustahimili katika maombi. Na zaidi ya yote nimekuambia ya kwamba unapoomba, huo ni ufunguo wa kufungua na kufunga. Kwa hivyo wapendwa, tukadumu katika maombi, tukakae katika kuwa na mawasiliano na Mungu wetu, na hapo tutapata hata nguvu za kuendelea. Na pia mambo yaliyofungwa yatafunguliwa, na hata pale ambapo tunaona hatuwezi, tutapata uwezo wa kuendelea. Maana tumepewa mifano ya hawa wapendwa wawili. Tumepewa Elia na pia mtumishi wa Mungu Ana, aliyeomba kwa nguvu, aliyeomba kwa bidii, aliyeomba kwa imani, na Mungu akatenda. Na pia ukumbuke ya kwamba ni lazima tuombe kwa imani, ni lazima tuombe kwa bidii, sio kana kwamba tu hatuna imani. Maana kuomba kama hatuna imani ni kama tu kukimbizana na upepo. Hakuna atakaye faulu ikiwa hana imani, ikiwa hana bidii, ikiwa hana uvumilifu. Tukae katika maombi, tukae katika kunena na Mungu wetu, na atatutenda mema. Kwa hivyo wapendwa wasikilizaji, wacha neno hilo la maombi likaweze kukaa ndani yako, ukawe mtu wa maombi. Licha ya kusaidiwa na wachungaji na hata watumishi wa Mungu, nawe uwe mtu wa kujiombea, na Mungu atakukumbuka, na Mungu atafungua yaliyofungwa, na utaendelea. Wacha Mungu akakubariki na akakutende vyema unapozidi kutia bidii katika maombi. Na Mungu akubariki na endelee kukutumisha katika maombi. Mfalme wa amani, tunakushukuru maana wewe ni Mungu mwema, Mungu unayetupenda, Mungu unayetujali. Umetufundisha kuhusu maombi. Mfalme, naomba ya kwamba wacha ukatie uhai wa maombi ndani yetu, tukaweze kukaa katika maombi, tukaweze kukaa katika kukutafuta kupitia maombi. Na tunajua ya kwamba kuna uwezo katika maombi, kuna hata mfalme wetu kuendelea katika maombi, na pia kuna kufunguliwa katika maombi, na pia kuna kufunga yaliyo mabaya juu yetu katika maombi. Wacha ukatia hao wapendwa nguvu za kuomba na hata kudumu katika maombi. Na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na hata kushukuru. Amen.
Sala ya imani huleta uponyaji na msamaha. Sala ya imani, maombi ya imani. Wakati ambapo umejitolea kuomba na wakati ambapo imani yako, umesimama imara bila kuyumba yumba, Mungu yuko tayari kusikia sauti yako, kile ambacho umeweza na kumuomba na kuitikia kukumjibu. Hiyo ndo sababu Mwenyezi Mungu akasema kupitia neno lake ambalo tumeweza na kulipata asubuhi ya leo kwamba Mungu anajibu maombi ya wale wanaomuomba kwa imani. Wale ambao wanamuomba kwa imani. Hapa tunajifunza kwamba uponyaji wa mwili na wa roho unapatikana tunapomtegemea Bwana kwa imani na toba. Hapa tumeweza na kuona kwamba wale ambao umeungana ili mkaweze na kuombea huyu ambaye ni mgonjwa, maombi yenu yataweza na kusikika ukiwa mmeomba kwa imani. Mumuombe hata kama ni dhambi ameweza na kufanya ama na kutenda, akaweze na kusamehewa. Kupitia hiyo imani yenu, Mwenyezi Mungu ataweza na kusikia na ataweza na kutenda na kuwatimizia. Ungamano na kuombeana. Kuungamana na kuombeana. Mko kimoja, imani yenu iko kimoja, roho zenu ama mioyo yenu, iko pamoja. Hakuna yule ambaye imani yake imeweza na kundindimia. Nyinyi wote imani yenu tu imewaka tu moto. Iko juu sana. Mkiwa na kikundi kama hicho, hakika Mwenyezi Mungu ataweza na kuwasikia na ataweza na kuwatendea. Nguvu ya maombi ya mtu mwenye haki. Wakati ambapo unaomba, kuwa mwenye haki. Sio mtu ambaye leo yuko hapa, kesho yuko pale. Yeye ni wakuyumba yumba tu. Kuwa mtu ambaye ni mwenye haki. Kama ni kumtumainia Mwenyezi Mungu na mtumainia huyo tu, hakika hayo maombi yako yataweza kuwa na nguvu na hakika yataweza na kujibiwa. Na hapa tumeweza na kuona mfano wa maombi ya Elia. Elia akaomba kusifanyike hiki, mvua isifanyike, isikuwepo kwa muda. Wakati ambapo aliweza na kuomba tena mvua ikaweza na kurejea, iliweza na kuonekana ama iliweza na kupatikana tena. Kumaanisha kwamba ile imani alikuwa nayo, alikuwa naamini kwamba ataomba, atatamka na litaweza na kutendeka. Hivyo basi nasi tuwe na imani kama hiyo ya mtumishi wa Mwenyezi Mungu Elijah. Wewe imani yako imesimama imara ama unayumba yumba tu? Kuna haja ya imani yetu tukaweza na kusimama imara na tumtumainie na kuamini kwamba Mwenyezi Mungu ataweza na kutenda. Ninawatakia wakati mwema, siku njema. Tuendelee na kutafakari hayo yote ambayo tumeweza na kufundishwa na kubarikiwa nayo asubuhi ya leo na mtumishi wa Mwenyezi Mungu. Na Mungu atembee pamoja nasi na neema yake itutoshe. Bye bye.